Unasikilize, tangu shetani alipoasi kutoka kwenye ufalme wa baba yetu wa mbinguni, alipokosa nafasi na mamlaka katika ufalme, yuko kinyume cha Mungu wetu asilimia zote, yuko kinyume asilimia 100. Hajawahi kuwa na wazo lolote jema juu ya Mungu. Haleluya! Hivyo ndivyo inakupasa kufahamu, inanipasa kufahamu ya kwamba tangu siku ile ameikosa makao mbinguni, yuko kinyume cha utendaji kazi wa Mungu asilimia zote. Kwa unapoona Mungu anatutahadharisha juu ya utendaji kazi wake ndani ya kanisa, ujue ni jambo ambalo liko katika kitabu cha Yohana. Anasema ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi katika kitabu. Unaposikia anasema mpinga Kristo, maana yake anapinga wazi wazi kazi za Kristo, uwepo wa Kristo, utendaji kazi wa Kristo, nguvu ya Kristo, na katika uwepo wa Kristo. Haleluya! Amen. Sio nje ya Kristo, ni katika uwepo wa Kristo, katika mazingira ya uwepo wa Kristo, lakini ipo nguvu inayotenda kazi kwa siri ili kupinga cha Kristo. Hebu tuanze katika kitabu cha kwanza wa Yohana sura ya 4 ule mstari wa kwanza na kuendelea mpaka ule mstari wa 3. Biblia yangu inasema, wapenzi, msiamini kila roho, inasema wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Maana yake utendaji kazi wa roho ya mpinga Kristo mpaka hivi sasa iko duniani na inatenda kazi. Lakini Yesu alitoa tahadhari, alitutahadharisha juu ya utendaji kazi wake wote, na ili mtu ajue utendaji kazi wa roho yoyote iliyo kinyume cha Kristo, ni mpaka kwanza atafute kumjua Kristo. Hebu sema amen. Sikiliza, nikiwa ninamjua Baraka na mfahamu vizuri, akija mtu mwingine akidhania kwamba ni Baraka, nitampinga, nitakataa, maana Baraka ninamjua kikamilifu. Haleluya! Ukifahamu kitu chochote alafu akaja mtu akakwambia kitu kingine kisicho tofauti na kile unachokifahamu, utakikataa. Haleluya! Kwa hiyo ili tumjue mpinga Kristo na ili tuweze kupinga kazi zake, ni kwanza tumjue Kristo, tujue tabia yake, tujue mwenendo wake, tujue uwezo wake, tujue njia zake, tujue ukuu wake, tumjue sana Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Ndipo akitokea mwingine kwa jina la Kristo tutampinga, maana akitokea tofauti na tunavyomjua Kristo, tunavyojua tabia yake, tunavyojua mwenendo wake, tunavyojua nguvu yake, tunavyojua utendaji kazi wake, lazima tutampinga. Hivi leo watu wengi wamekaa na shetani, wametenda kazi pamoja na shetani, wametumika pamoja na mpinga Kristo, ni kwa sababu hawamjui Kristo. Hawamjui Kristo. Yeyote asiyemjua Mungu kikamilifu, shetani atatenda kazi katikati yake na katika maisha yake pasipo kujua. Katika kitabu cha Thesalonika anasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda. Kwa hiyo ili kanisa la Mungu liwe salama, ili kanisa la Mungu liwe na mamlaka juu ya shetani, lazima shetani akae mbali mita 100. Sema amen. Yaani akae mbali maili nyingi.
kutoka kwenye uwepo wa Mungu, ndipo wana wa Mungu watamjua Mungu, watamwona Mungu, wataona kazi zake, wataona uwepo wake, wataona matendo yake, wataziona kazi zake. Pakiwa changanyikeni shetani na uwepo wa Mungu, ujue kabisa Mungu ameondoka. Mungu hajawahi kujichanganya hata siku moja. Haleluya. Mungu hajawahi kujichanganya hata siku moja. Kama unavyoona nuru na giza haviwezi kukaa pamoja, ndivyo ilivyo Mungu na shetani haviwezi kuchangamana kamwe, haviwezi kutenda kazi pamoja. Lazima Mungu ajitenge na shetani ajitenge. Kama ilivyo giza limejitenga, ndivyo na shetani lazima ajitenge. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio maana mimi ni kinyume kabisa cha neno linalofundishwa na watumishi mbalimbali unaosema viache magugu na ngano vikuwe pamoja. Hilo ni neno la kishetani na kifundisho la kishetani, na ndilo lililomkaribisha shetani ndani ya makanisa. Amen. Unisikilize. Siku chache nilikuwa nafundisha mahali, nikasema hivi, ukitaka kuamini, chukua mahindi nenda kapande shambani, kwenye shamba lilolimwa vizuri, alafu chukua mahindi nenda kayapande, alafu kisha kuyapanda, vyovyote vile magugu nayo yataota. Alafu acha sasa yale magugu viendelee kukua pamoja na mahindi, uone kama utavuna mahindi. Na kwa kawaida gugu linakuwa kuliko mbegu yenyewe halisi. Sasa kwa sababu watumishi wamemuruhusu shetani kwa mafundisho ya kishetani, shetani amekuja kanisani, wameruhusu magugu yameingia kanisani. Sasa zile mbegu halisi zimenyonywa, zimedhoofika, zimekuwa hakuna matunda tena. Amen. Rejea shambani kwako. Katika kitabu cha Mithali anasema, je, umepita karibu na shamba la mtu mvivu? Akasema, tazama, shamba hilo limejaa viwavi, limejaa majani, alafu limejaa viwavi. Sikiliza, magugu yana kawaida ya kuleta wadudu wengine watakao athiri mazao yaliyo halisi. Yani, pakiwepo na majani yaliyo nje ya mbegu halisi, ujue yanaambatana na wadudu wengine. Wale wadudu watakwenda kushambulia zile ngano, wataanza kula mbegu njema. Utakuta mwisho wa siku zile mbegu njema zimetobolewa, zimeliwa. Mwisho wa siku haziwezi kuendelea kukua tena, wala haziwezi kuzaa matunda. Ndivyo ambavyo shetani akikaa ndani ya kanisa katika namna yoyote ile, usitegemee kuona matunda ya kimungu katikati yetu, wala ndani ya kanisa la Mungu. Lazima shetani akae mbali na kanisa asilimia zote. Kwa maana anasema hivi, tusimuone haya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu limekuwa dhaifu, tumekuwa wanyonge kwa namna mbalimbali, kwa sababu shetani amekuwa katikati yetu. Unisikilize, nazungumza kwa habari ya roho ya mpinga Kristo na utendaji kazi ndani ya kanisa. Leo Bwana Yesu anakwenda kukufungua macho, utajua utendaji kazi wa roho ya mpinga Kristo ndani ya kanisa, na utasimama kama shahidi wa ufalme wa mbinguni, kukataa kila utendaji kazi wa kishetani ndani ya kanisa na kujiepusha, ukakaa mbali asilimia zote na meli zote. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ushirika kabisa kati ya nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Utendaji kazi wa roho ya mpinga Kristo ndani ya kanisa. Unisikilize. Yesu alipokuja akaanza kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, Biblia inaeleza Farisayo, wale waliokuwa wamemkataa Yesu kumwamini, walikuwa kinyume na kila utendaji wa Yesu Kristo. Na ndio maana akiponya wanasema ameponya kwa nguvu ya Beelzebuli. Akifundisha wanasema anaharibu taratibu na mila zetu na tamaduni zetu. Emsema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tayari ilikuwa ni roho ya kishetani iliyokuwa ikitenda kazi. Yesu akiwa katika utumishi, enzi za uhai wake katika mwili,
alikuwa wale maadui Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo walikuwa kinyume kabisa na ndio walikuwa na kaa vikao vya kutuma wajumbe kwenda kumdhuru Yesu kwa siri. Biblia inasema kwamba wakatega mitego mingi ili wapate kumnasa, wakatega mitego ili wapate kumjaribu, ili wamnase, wamshitaki. Lakini pokea utukufu Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuwa na macho ya kuona. Pale walipotaka aseme, yeye akasema, akanyamaza kimya. Haleluya. Na ndio maana mtumishi wa Mungu yeyote anayetembea na Roho Mtakatifu hatabiriki. Huwezi kumnasa katika mitego ya kishetani, kwa sababu Biblia inasema kwamba aliye na Roho wa Mungu yeye huyajua yote, ingawa yeye hataambulikani. Kwa hiyo unajikuta vile unataka aseme, saa hiyo aseme. Wakati usipotaka aseme, ndipo atasema. Haleluya. Kwa sababu hasemi sawasawa na matakwa ya mwanadamu, anasema sawasawa na mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo katika utendaji kazi wake wote, asilimia zote, shetani kupitia wenye mwili, kupitia Mafarisayo, walikuwa kinyume chake, walipinga kazi zake, walipinga utendaji kazi wake. Alipofundisha wakasema anatutukana, anasema yeye ni chakula tumule sisi. Wakapotosha maandiko yake, wakatafsiri vibaya, wakasema huyu ametutukana, tunawezaje kumla yeye? Na hivyo ndivyo ilivyo. Ukitaka kujua uzuri wa Mungu, ukitaka kukutana na Mungu, zama rohoni, upate kusikia kwa sikio la rohoni, upate tafsiri ya rohoni, upate ufahamu wa rohoni, utayajua mapenzi ya Mungu katika kila jambo ukiwa rohoni. Lakini ukiwa mwilini utataabika sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ukiwa mwilini hutamfaidi Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu hatambulikani kwa jinsi ya kimwili, anatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Walio wa rohoni pekee ndio humjua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Alipowaambia habari za uwepo wake kutoka misingi ya ulimwengu, tangu kuumbwa kwa dunia na vitu vyote, wakasema hapana, unataka kujifanya wewe ni mzee kuliko baba yetu Ibrahimu. Kwa nini hawakutambua? Anajaribu kujieleza kwamba nalikuwapo kabla ya vyote, nalikuwa stadi wa uumbaji, kwa neno langu vyote vilifanyika. Walipinga, maana hawakujua. Ndio maana maandiko yanasema alikuja kwa walio wake, lakini wakamkataa. Na wote waliompokea aliwafanya kuwa wanaye, aliwafanya kuwa watoto wake, aliwafanya kuwa watumishi wake, na ndio wale waliaminiwa jina lake, jina la mwana pekee atokaye juu, aliyejaa neema na kweli, ambaye alitokea kama nuru iangazayo. Hebu sema amina kwa jina zuri hai, Yesu Kristo. Kwa yeyote ambaye asiyeamini hawezi kuyapokea mambo ya mbinguni. Unisikilize. Wakamwambia huyu, ina maana nataka kujifanya kwamba yeye ni mzee kuliko baba yetu Ibrahimu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Ikafika mahali wanasema hivi, ni nani aweza kuyapokea haya? Nani? Haya nayo yafundisha haya, nani anaweza kuyapokea? Magumu. Hivi ndivyo ilivyo leo hii. Ukikutana na roho ya mpinga Kristo mitaani, kwenye makanisa mbalimbali, utasikia atapata wapi washirika huyu? Hivi wewe uliyepo hapa ni ng'ombe? Wewe sio mtu? Unaona ujanja wa shetani? Kwa injili hiyo hutapata washirika. Kwa injili hiyo hutapata watu. Sikiliza, hatujaja kutafuta watu, tumekuja kutafuta roho zilizo tayari kwenda mbinguni. Wale waliochaguliwa kutokea mwanzo, walio na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ya Yesu. Anasema kondoo waisikia sauti yangu, nao wanifuata, tena kila litajae jina langu na awache uovu. Hebu sema bina kwa jina la Yesu hai. Tena anasema Bwana awajua walio wake. Yeyote anayetafuta watu anaanguka katika mitego ya shetani.
Yesu hakuja kutafuta watu, alikuja kutafuta roho zilizopotea. Kwa maana aliwaacha 99 akamtafuta mmoja aliyepotea. Wengi wanaotafuta watu wameanguka katika mitego ya shetani. Haleluya kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukiwatafuta watu ndio watakuja watasema tuambieni maneno laini. Tuambieni uongo. Uhubirini mafundisho yanayodanganya. Ili uwapate watu lazima useme sawa sana watu wanavyotaka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Toka miongoni mwa watu fanyika mteule wa Yesu Kristo, fanyika mtoto wa Yesu Kristo, fanyika mwana aliyezaliwa si kwa mapenzi ya mwili bali kwa mapenzi ya Roho. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hatumwabudu Mungu katika mwili, tunamwabudu katika roho. Ndio maana anasema ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya kimwili. Silaha zetu si za mwili, sio mapanga na majembe na marungu, bali zina za rohoni na zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome na kila chochote kinachoinuka juu ya elimu ya Mungu tutakiporomosha na kukishusha kwa silaha za rohoni. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Wote waliofanyika washindi dhidi ya ufalme huu wa shetani ni wale wanaotembea kwa silaha za rohoni, waliozama rohoni, wanaojua mapenzi ya Mungu rohoni, wanaojua Mungu anataka nini. Wale ndio wamefanyika kuwa washindi kwenye ulimwengu huu. Haleluya. Nazungumza kwa habari ya utendaji kazi wa roho ya mpinga Kristo na kujengea msingi huu. Haleluya. Na kujengea msingi huu upate kufahamu utendaji kazi wa roho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo alipoponya hebu tuangalie kitabu cha Yohana hapa. Usikie wanavyosema. Haleluya. Kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 14. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema, na walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe. Nami samani kuna mistari nimeruka hapo. Kutoka mstari wa 14 nikaja kuna mstari wa 8 kuokoa muda. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo na nilipokea kwa Bwana, kwa Baba yangu. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Mstari wa 20, wengi wao wakasema ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema maneno hayo si ya mtu mwenye pepo. Je, pepo aweza kumfumbua macho vipofu? Pepo aweza kumfumbua macho vipofu? Yohana 10 mstari ule wa 24. Basi Wayahudi waliomzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiye Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Muhimu sana. Hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Haleluya, haleluya. Tunaona namna ambavyo katika utendaji kazi wa Yesu Kristo ili kulitimiza kusudi la Mungu alikutana na roho ya mpinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo maana yake nini? Maana yake ni kupinga kusudi, ni kupinga mafundisho, ni kupinga kazi, ni kupinga matendo kwa njia mbalimbali, ikiwemo kutafsiri tofauti na kile ambacho Mungu amekusudia watu wapate kusikia. Sasa unaona watu hawa nia yao sio kujifunza. Nia yao sio kujifunza, lakini nia yao ni kuja kinyume cha yale mafunzo ya Yesu. Ametenda mengi katikati yao. Maana yake nini?
ameponya wagonjwa, ameponya viwete, ameponya vipofu, amefumbua macho. Lakini tafsiri kutoka kwenye roho ya mpinga Kristo anasema ameyafanya yote haya kupitia nguvu ya Beelzebuli. Aliyetenda sio Mungu, ni shetani. Beelzebuli maana yake mkuu wa pepo. Haleluya. Lakini Yesu anasema katika yale yote aliyokuwa akiyafundisha, anasema hivi, kondoo wangu, kwanza anasema mimi ndimi mchungaji mwema, kondoo waisikia sauti yangu, nami ninawajua, nao wanijua, tena wanifuata. Lakini wasio kondoo, wao hawanijui wala hawaniwezi kunifuata. Kwa hiyo tunaona wale wote ambao walikuwa kinyume cha maneno ya Kristo, maana yake walikuwa kama sio wanafunzi wa Kristo, kama sio kondoo, maana yake ndani yao kulikuwa na roho ya kupinga Kristo. Hebu sema amina. Walikuwa wakipinga kazi ya Yesu Kristo. Hawajaisha mpaka leo wapo. Haleluya. Mpaka leo wapo wanapinga kazi, hata humu wanaweza kuwemo. Maana tukizungumza hivi watu wengine wanafikiri kwamba ni wako mbali, hata humu wako. Tukianza kuongea hapa utagundua roho ya mpinga Kristo inaweza inatenda kazi ndani yako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Sema ninakataa kuivaa roho ya mpinga Kristo. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Usiwe miongoni mwa watu ambao shetani atapata nafasi ya kuwatumia ili kupinga kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie hizi roho zinatendaje kazi ndani ya kanisa. Roho ya mpinga Kristo inatendaje kazi ndani ya kanisa? Haleluya. Yesu ametupa tahadhari. Tuangalie katika kitabu cha Yohana, tuirudie tena waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ule mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, mwajua roho ya Mungu. Kila roho ikirie kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo, isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Anasema mlisikia kwamba ipo, itakuja, lakini sasa ipo. Maana yake inatenda kazi wapi? Duniani. Roho ya mpinga Kristo. Lakini dalili moja wapo, anasema kila roho isiyokiri kwamba Yesu Kristo yu aja tena yu adhirike katika mwili. Unisikilize. Pasipo mwanadamu Yesu Kristo hawezi kutenda kazi. Pasipo mtu Yesu Kristo hawezi kutenda kazi. Kama vile ilivyo, pasipo mtu shetani hawezi kutenda kazi. Mungu ni roho, shetani ni roho. Hawa wote wanamtegemea mwanadamu kuzitenda kazi. Unisikilize. Anasema kila roho isiyokiri kwamba Yesu Kristo yu aja katika mwili, hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Hii ina maana gani? Na ndio maana yeyote asiamini utendaji kazi wa Mungu kupitia mtu, asiamini utendaji kazi wa Mungu kupitia mtu, akataka utendaji kazi wa kiajabu ajabu, maana kinachotenda kazi ndani yake ni roho ya mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema mimi nakataa kuwa miongoni wa watenda kazi pamoja na shetani. Ninakataa kuvaliwa na roho ya mpinga Kristo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anasema kila roho isiyokiri kwamba Yesu yu aja katika mwili haitokani na Mungu. Na hiyo ndio roho ya mpinga Kristo. Mliosikia kwamba yacha, lakini sasa ipo, inatenda kazi. Roho ya mpinga Kristo haitendi kazi nje ya Kristo, nje ya kanisa. Inatenda kazi ikishindana na Kristo ndani ya kanisa, na lengo lake ni kuchukua nafasi ya Kristo, ni kuchukua mbadala wa Kristo. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu
tuangalie katika kitabu cha Tesalonike Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 19 na kuendelea mistari michache. Anasema, msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Roho ya mpinga Kristo inapotaka kutenda kazi, hatua ya kwanza au ishara ya kwanza, upinzani wa kwanza na mtendaji kazi wa kwanza ni kupinga karama za Roho wa Mungu. Hebu sema amina. Kupinga karama za Roho wa Mungu ndani ya kanisa. Unisikilize, moja ya ahadi tulioahidiwa na Baba yetu wa mbinguni alipokuwa anaenda Bwana Yesu, alituahidi atakuja Roho huyu ambaye tuliahidiwa kuja ndiye aliyekuwa ametumwa apate kusimama mbadala wa namna alivyokuwepo Yesu duniani na akitenda kazi. Unisikilize, kama Yesu alikuwa akitenda kazi duniani akisema na watu na kudhihirisha kazi za Baba, vivyo hivyo huyo Roho akija atatenda kazi kwa namna ile ile, isipokuwa kwa mapana zaidi. Ndio maana alisema kwamba yawafaa mimi niondoke ili kusudi aje huyo Roho Mtakatifu. Yeye atawaongoza katika kweli. Haleluya. Kwa hiyo unisikilize, moja ya utendaji kazi wa mpinga Kristo ndani ya kanisa ni kupinga karama za Roho. Biblia inasema wazi, Bwana Yesu alipopaa juu aliteka mateka, akagawa vipawa, akagawa karama za kuponya, karama za unabii, kunena kwa lugha, matendo ya miujiza, kupambanua roho na karama mbali akagawa. Na hii ni kwa kusudi wa kujenga mwili wa Kristo, kulijenga kanisa, kulifanya imara. Haleluya. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Kwa hiyo roho ya mpinga Kristo, ili imondoe Kristo ndani ya kanisa na utendaji kazi wake, lazima kuzuia utendaji kazi wa hizo karama na vipawa vya Roho Mtakatifu kwa kutafsiri nje ya mapenzi, kinyume cha kusudi la Mungu. Unisikilize. Haleluya. Leo hii makanisa mengi duniani, Biblia katika tuangalie kitabu cha Yohana ile sura ya 16 na Marko 16. Hebu tuangalie kitabu cha Marko sura ya 16, tuangalie maneno machache pale, tuitazame ahadi ya Baba yetu. Alafu mwingine afungue kitabu cha Mathayo sura ya 28. Mathayo sura ya 28, au tuanze hiyo Mathayo sura ya 28. Alafu nikuonyeshe kitu hapo. Biblia yangu inasema, anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuende tukaangalie katika kitabu hicho cha Marko 16. Kitabu cha Marko sura ya 16. Alafu na ule mstari wa 16. Anasema hivi, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha